Nikukaribishe mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yale yote yanayojiri katika uga wa kimataifa, na hapa tunaelekea moja kwa moja katika taifa la Israel ambapo waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameeleza kuwa aliwaagiza majeshi ya nchi yake kuharibu na kuangamiza mahandaki yote yanayotumiwa na kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza. Katz amesema hatua hiyo itachangia kuanguka kwa kundi hilo. Kama hakuna tunnel, hakuna Hamas, alisema Katz katika chapisho kwenye mtandao wa X, zamani Twitter. Katika kauli yake, Katz alisisitiza kuwa uharibifu wa miundombinu ya chini ya ardhi unaolipwa umuhimu mkubwa katika vita dhidi ya mashambulizi na uhamaji wa kijeshi wa maadui. Amewataka majeshi yake kuchukua hatua kali za kistratejia ili kuondoa tishio hilo. Hadi sasa hakuna taarifa za moja kwa moja zilizoweza kutolewa na vyombo vya kijeshi kuhusu ratiba maalum ya operesheni au jinsi ambavyo hatua hizi zitaendeshwa, na maafisa wa kimataifa waliomtangulia Katz hawajatoa tamko la moja kwa moja kuhusu agizo hilo. Wataalamu wa masuala ya kijeshi na haki za binadamu mara nyingi wamesema kuwa uharibifu wa mahandaki unaweza kuwa na athari za kibinadamu kwa wakazi wa eneo hilo, hasa pale mahandaki yaliyopita karibu na maeneo ya makazi. Kauli hii inazidi kuibua hofu ya kuweza kuzuka kwa mgogoro mkubwa zaidi katika ukanda wa Gaza, kwa sababu sasa hivi vita vimeweza kusitishwa, lakini waziri wa ulinzi wa Israel Katz anakuja hadharani na kueleza wazi kwamba ameliagiza jeshi la nchi hiyo ili kuweza kuharibu mahandaki yote katika ukanda wa Gaza. Na kauli hii ya Israel Katz inakuja kufuatia Israel bado inaendelea kuweza kumiliki takribani 58% ya ardhi ya Gaza licha ya makubaliano ya kuweza kusitishwa kwa mapigano kati ya Hamas pamoja na Israel. Sasa basi, katika eneo ambalo Israel inalikalia kwa hivi sasa, ndilo eneo ambalo waziri wa ulinzi wa Israel Katz ameagiza kwamba katika maeneo hayo yote basi waweze kuharibu mahandaki ya moja kwa moja ili kuharibu kabisa na kupoteza mifumo ya kimawasiliano ya Hamas chini ya mahandaki, lakini vile vile kutoa tishio la moja kwa moja ambalo lingeweza kuwa endelevu katika nyakati zijazo endapo Hamas itakuwa huru katika taifa la Palestina pindi tu jeshi la Israel litakapojiondoa moja kwa moja kwa kufuata zile phase za kusitishwa kwa mapigano ambazo rais wa Marekani na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu waliweza kuziadhimia kwa pamoja na kuweza kusainiwa kwa mkataba huo nchini Misri katika mji wa Sharm el Sheikh. Sasa basi, nini ambacho kitafuata? Mtazamaji utakwenda kujua yote hapa ndani ya Zone Media kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.